Majina yangu kamili ni mchungaji Dr. Jacobo Tash. Nachunga kanisa EAGT Kiloleli Mwanza, na mimi kama kiongozi wa dini na hasa nafasi nilionayo kwenye kamati ya amani ya mkoa kama mshauri wa hiyo kamati, lakini hawajanituma niwawakilishe. Nasema mimi kama mimi kwamba tunaelekea katika kipindi nyeti sana cha uchaguzi mkuu. Mimi kama kiongozi wa dini nasema au naomba nitoe rai yangu tu. Kwanza, sasa hivi kuna mchakato wa watu kuhakiki majina yao kwenye kitabu cha mpiga kura au daftari la mpiga kura. Naomba watu waende wahakiki majina yao, kwa sababu wasipohakiki majina yao hawataweza kupiga kura, na kura ni haki. Kupiga kura ni haki ya kikatiba ya kila Mtanzania. Sasa sisi viongozi wa dini kwenye nyumba za ibada, sisi ndio tuna watu, lazima tuwaeleze, na wenzangu nadhani wananisikiliza, tuendelee kuwahamasisha watu waende kuhakiki majina ya daftari. Lakini haitatosha hiyo kuhakiki, lazima siku ya kupiga kura wajitokeze, watumize hiyo haki yao ya kikatiba, wapige kura, wachague wamtakaye. Wasisahau kwamba kura moja inaweza ikabadilisha matokeo kabisa, akachaguliwa mtu ambaye alimkusudia. Lakini niongee sasa kwa wanasiasa wetu ambao ndio viongozi watarajiwa wetu, kwamba kuna kipindi cha maisha kabla ya uchaguzi ambayo itatokea kwanza kabisa kwenye vyama vya siasa. Vyama vyote vya siasa viko kihalali kabisa na wana haki ya kutoa wagombea, lakini sasa huo mchakato wa kupata mgombea wa kwenda kuchuana na wenzake ufanyike kwa makini sana, tupate viongozi wazuri kutoka kila chama ili waende kuchuana, tukiwa na uhakika kwamba atakayepita ni kiongozi mzuri. Na katika michakato hiyo kuwe na amani na utulivu, hiyo moja. Lakini wajiepushe na rushwa, kuwaonga wale wanaofanya uteuzi au kufanya vitu kama hivyo. Kiongozi atakayepatikana kwa mgongo wa rushwa, huyo sio kiongozi kabisa. Nitafurahi sana kwa vyama ambavyo wameshaanza kupingana kabisa au kupambana na hiyo hali ya rushwa kwenye uteuzi wa kupata wagombea. Sasa wakati wa kupiga kura, watu wajitokeze, wapige kura, amani itawale. Wafate na wasikilize maelekezo ya serikali. Wakisema ukishapiga kura rudi nyumbani, msikusanyike hapo, ondoka. Kwa sababu mkikusanyika, kinachofuata hapo mmeshawaita polisi, tuliza ghasia, wanaitwa fanya fujo uone. Kiingereza ni field force unit, na sasa hivi wana training ya kutosha kutuliza ghasia. Kwa hiyo nisingependa Mtanzania yeyote aingie kwenye kikundi hicho au kwenye vikundi vya kufanya fujo, kuleta viashiria vya uvunjifu wa amani. Itakapotokea hivyo, umeshawaita hao watu na wanakuja na silaha zao zote. Uwezi ukawaelekeza kirungu wapige wapi, uwezi ukawaelekeza maji ya kuwashawasha wamwage saa ngapi. Madamu kuna vurugu, yatawashwa tu. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.